السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa leo tuko katika siku tukufu, tuko katika wakati mtukufu, tuko katika mwezi pia vile vile mtukufu, tuko pia katika ibada ambayo kwamba ni somo, ambayo kwamba ni ibada tukufu kabisa. Katika mambo matukufu kama haya, Waislamu tulipokosa kuyatukuza matukufu haya, ndio tukaa mbali na matukufu mengine. Binadamu tulipoacha kuyatukuza matukufu, tukayapa daraja yale matukufu ambayo kwamba ni yetu wenyewe, ndio tukatezelewa yale matukufu yetu. Leo maalasafi shadidi, ukiingia katika mitandao utaona somo ni katika jambo letu tukufu, lakini namna inavyotezewa somo katika mitandao utaona sivyo inavyotakikaniwa. Ukiingia katika swala vile vile ni katika jambo letu tukufu, ni haki kwetu sisi na ni jukumu kwetu sisi tuwe tutatukuza haya matukufu yetu, tuwe tutayapa daraja ambayo kwamba yatakuwa ni daraja sahihi kabisa ya haya matukufu yetu. Lakini tulipokaa mbali na mambo ambayo kwamba yatakikani wao kwa yule mwenye kufunga ayatekeleze, kwa mambo ambayo kwamba yatakikani wao kwa yule mwenye kuswali ayatekeleza swala yake kwa wakati, ndio tukatezelewa mambo yetu. Leo yote haya yanayofanyika ikawa ni katika mambo ambayo kwamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kwetu sisi. Lakini ikiwa jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukubali kuwa yakatezewa, tukubali kuwa yakakaa mbali, ni kuwa sisi wenyewe ile taadhimu mukaddasat haipo katika nyoyo zetu, kule kuheshimu, kutukuza, na yote yameletwa ni kwa sababu ya kuwa sisi kukosa ile taadhimu mukaddasat. Ni hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imetoka katika nyoyo zetu. Kukosa hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukakosa hofu na adhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwekea, tukawa hatujali, hatutopoi yale mambo ambayo kwamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa leo somo zetu hatutazifunga sawa sawa, basi adhabu ya Mwenyezi Mungu itakuwa ni kali. Kwa leo sisi swala zetu tutakuwa hatuziswali takikani wavu, au tukazitupa zile swala, basi ikawa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa itakuwa ni kali. Tulipoondoa hii hofu ndani ya nyoyo zetu, basi sisi ndio ikawa zimekaa mbali na ile taadhimu mukaddasat, ikawa hakuna namna ya kuweza kuziheshimu zile matukufu yetu, mambo ambayo kwamba ni matukufu kwetu sisi. Mwisho nikimalizia somo leo, tutaifunga sawa sawa, basi ndio itakuwa sababu ya sisi kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema
man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban dakhala aljanna. Mtu akawa atafunga somo ya Ramadhani, kaifunga kwa sawasawa, kwa imani vizuri, akatekeleza mambo yote yale. Ikiwa umeambiwa ni somo ni al-imsak, basi akajizuia na mambo yote ambayo kwamba tumewekewa sisi ni mambo mtu akiwa na somo hafai kuyafanya, basi ataingia peponi. Hivi kitu ambacho kwamba sisi kitatufanya ni usahali mkubwa wa kuingia peponi, tuwe tutakipoteza tu namna hii, tuwe tutakitezea tu namna hii, utaona ni jambo ambalo kwamba tunastahili sisi kuliheshimu na kulitukuza. Mimi nimeanza kufuata amri tu ya Sayyid al-Walid, lakini amenipa dakika 5 hizi. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'd, tumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala kwa hali zote kuweza kutuzungushia dori mpaka tukafikiwa tena Ramadhani, tukakutana tena katika Ramadhani katika ada yetu kukutana hapa Eldoret katika Masjid Nur au katika misikiti mingine iliyoko katika Eldoret, tukiwa na msafara huo kama huno ambao kwa safari hii tunasikitika huwa na shekhe letu murabi wetu Sayyid Abdullah Shabib, lakini Mwenyezi Mungu ampe afya, amwinue, amrudishie afya yake ilivyokuwa, kwa sababu ya dhurufu za afya hakuweza kusafiri kuwa na sisi katika dori hili. Na mimi nizungumze inshallah taala kadri itaniafikia Mola subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapenda mabadiliko, wapenda tabdili, kubadilika. Kitu chochote kikikaa pahala pamoja huwa hakina maendeleo. Kitu chochote kikitulia mahala pamoja huharibika. Itoshe wewe maji ambayo yalikuwa yamekaa mahali pamoja, hayapiti, hayatembei, hayawi sawa sawa maji yanayotembea, kwa sababu yale maji hubadilika kila siku, yakaja mapya. Na ndio binadamu siku zote apenda mabadiliko, apenda kitu kipya. Pengine mtu sabuni ni ile ile Lifebuoy, lakini wakati itaandikwa new Lifebuoy, basi mtu atakuwa na hamu ya kununua. Pengine unga ni ule ule, lakini utakuja na jina jipya, mtu atakuwa na hamu ya kununua. Unga mpya umetokea, kuna unga mpya na lakini ule ule, sima ile ile, ngano ile ile. Nguo akiambiwa new fashion huwa yuko tayari, new design yuko tayari kununua. Vitu vya nyumbani, kila kitu. Kwa hiyo kila mtu apenda kitu kipya. Ndio jibila ya binadamu. Mwenyezi Mungu alituomba apenda kitu kipya, kitu cha kubadilika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mabadiliko ndio kwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka tubadilike. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadiliki wala hawabadilishi watu mpaka watu waamue kubadilika na kubadilisha tabia zao. Kwa hiyo binadamu pia Mungu yuko tayari kutubadilisha
wakati sisi tutaamua kubadilika. Tukiamua sisi kubadilika, na Mungu yuko tayari kutubadilisha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo apenda mabadiliko, ila man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Mwenyezi Mungu ataka mtu aamini, awe atafanya mema, awe atakubali kuyaacha yale makosa, basi Mwenyezi Mungu fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Mwenyezi Mungu hutubadilishia, huyageuza yale maovu yakabadilishwa yakawa mema. Na ndio tunaona falsafa ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hadithi yake ambao kwamba ni mzuri sana katika kubadilisha mshtama, katika kugeuza hali zetu. Mtume asema, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mtu yote atakayeona katika nyinyi akaona munkar, jambo baya, jambo ambalo si zuri, jambo la makosa, falyughayyirhu biyadihi. Mtume hakusema liondoeni, hakusema litupeni kando. Mtume anasema libadilisheni, falyughayyirhu biyadihi. Mtu alibadilishe liwe lile jambo limekuwa zuri. Umeona harusi za tezo za tangamana baina wanaume na wanawake, usiseme harusi ni haramu. La, ibadilishe ile harusi iwe haina tangamano la wanaume na wanawake. Ukapata watu wana pombe, basi kile kijiwe cha pombe kibadilishe kiwe ni kijiwe kizuri cha kusifiwa Mtume, cha kuletwa dhikri ndani yake, ukibadilisha. Ndio Mtume sallallahu safari moja aliwaambia masahaba, msikae katika vijiwe, msikae maskani. Maskani zilikuwepo kutoka wakati wa Mtume, akawa msikae vijiweni jamani. Masahaba kama Rasulullah, ni majalisi yetu, hatuna budi, lazima tukae tahaddathu fiha. Sisi watu wazungumza, tuna stori zetu, tuna hadithi zetu. Alipokuwa asema hivi, Mtume sasa akamwambia, fa in abaitum, mukikataa ila almajlis, lazima mkae, basi fa'atu tariqa haka. Mtume akwambia haifai, ondokeni, hizi tutazitia moto, hii mtapata nini? Akaondoshia majlisi yao. La, akamwambia badilisheni. Kubadilisha fa'atu tariqa haka, ipeni haki barabara. Barabara ina haki yake, ipeni haki yake. Haki yake nini ya Rasulullah? Toeni salamu, mkirudishia salamu, mkitolewa salamu rudisheni salamu, inabisheni macho yenu msiangalie haramu, ondosheni munkar, amrisheni mambo mazuri. Basi masahaba wakabadilisha maskani zao zikawa mahala pa kheri. Kwa hiyo tabdili iko katika dini, kubadilika kuko katika dini. Kwa nini ziingie siku? Kwa nini yaingie mawasim? Kwa nini yaingie miezi na sisi hatubadiliki? Lazima tubadilike, lazima tuwe na changes. Sio Ramadhani hii ikitoka watu warudi pale pale fikiawana, hawajabadilika mpaka waje Ramadhani nyingine ije ibadilike. La, Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakai katika mahala pamoja. Mtume khuluqul Qur'an, tabia zake zilikuwa ni Qur'ani zote, kuanzia mfungo kwanza mpaka aende azunguke aende tena Dhulhijja. Tabia zake daima ziko ndani ya mwaka mzima, ziko vile vile. Mtume sallam alikuwa na tabia nzuri, lakini ikiingia Ramadhani Mtume huwa na mabadiliko fulani. Mtume hufanya mabadiliko mengine ikiingia ndani ya Ramadhani. Mtume mwenyewe hubadilika, Mtume mwenyewe hubadilisha mambo fulani. Katika mambo anayobadilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi zilizopokewa katika Imamu Bukhari na Muslim waliozipokea, asema Mtume sallallahu kana ajwada nasi, Mtume alikuwa karimu sana wa watu. Mtume hakuna karimu kuliko yeye.
lakini wakana ajwada ma yakunu fi Ramadhani, Mtume alikuwa karimu zaidi, huongeza ule ukarimu wake ambao haufanani na miezi mingine katika ndani ya Ramadhani. Akifika ndani ya Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi alikuwa akiongeza ukarimu. Ukarimu wake ulikuwa hali ya juu, ukarimu wake ulikuwa mkubwa zaidi. Ajwada ma yakunu fi Ramadhani, alikuwa mkarimu zaidi, akiongeza ukarimu wake zaidi katika Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi akiongeza, alikuwa akitoa sana, alikuwa akisaidia sana, alikuwa mpaka ukamsifu masahaba wakasema ule ukarimu wake ulikuwa kana kama ar-rihul mursala, kama upepo ule kwamba wenye kuvuma kwa nguvu, ule wal mursalati urfa, ule upepo kwamba wenye kuvuma kwa hali ya juu sana. Ndio Mtume sallallahu alaihi ule ukarimu wake ulikuwa sampuli yake, ukarimu wa hali ya juu kabisa. Kwa hiyo Mtume alikuwa akibadilisha mipango yake na nidhamu yake, ukarimu wake ule ule aliokuwa nao katika mwaka, lakini ikiingia Ramadhani huwa karimu zaidi. Ikiingia Ramadhani wewe ukiwa bakhili, hapo ndio mushkili. Tabia tukuulize, umepata wapi tabia hizi? Sio tabia za Mtume, sio tabia za Uislamu, sio tabia za sawasawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika mambo ambayo kwamba anaoyabadilisha katika Ramadhani, akibadilika ilikuwa ndani ya Ramadhani ndio siku zake za mudarasatul Qur'an. Qur'an husoma siku zote, lakini mudarasatul Qur'an yeye na Jibrili huwa ni siku ya Ramadhani. Ikiingia Ramadhani humjilia Jibrili na wakaanza kusomeshana Qur'an, kusomeshana Qur'an. Jibrili akisoma aya na Mtume kilakini, Jibrili akisomea aya na Mtume kilakini, mpaka saa nyingine Mtume alikuwa mbele yake, ilikuwa humpita Jibrili mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia fala tahjal bil Qur'ani min qabli an yubdha ilayka wahyu, usifanye haraka kabla hujapewa wahyu. Jibrili hajasoma, wewe ushatangulia kusoma wewe. Mwenyezi Mungu akamwambia sampuli namna hii. Kwa hiyo mudarasatul Qur'ani ilikuwa kwa masahaba, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ndani ya Ramadhani. Ndio kwa ndani ya Ramadhani madarasa ni mengi, kwa sababu ni sunna ya Mtume, ni tabdili aliyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mudarasatul Qur'an, useme mbona walimpenda kunena sana Ramadhani? Hatupendi kunena sana, ni sunna ya Mtume, tunafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa. Mtume alikuwa ndani ya Ramadhani akifanya sana mudarasatul Qur'an. Katika Qur'ani Mtume katika Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akibadilisha atawadhu wa khidmatul akharin. Alikuwa sana tawadhu yake huzidisha katika Ramadhani na kuwatumikia watu. Mtume alifanya khidma ya alayhi sana. Kana ile hadithi ya kumu fi mihnati ahli, alikuwa akiwasaidia wake zake ndani ya nyumba, wake zake kitayarisha iftari, kwa sababu Mtume alikuwa akilisha masahaba wengine ndani ya Ramadhani. Sasa katika kusaidiana, akisaidiana na wake zake, akienda jikoni akivuzia moto, ile Anas bin Malik hadithi huko akimwona Mtume akivuzia moto mpaka moshi ukipita katika ndevu zake. Masahaba na ulama wasema ilikuwa sana ndani ya Ramadhani. Mtume hivyo awasha moto, avuzia kuni, asimama akisaidiana na wake zake katika kufanya hivi, katika kufanya lile. Mtume alikuwa ndani ya Ramadhani, tabdili yake Mtume ya Ramadhani. Ndani ya Ramadhani Mtume subra ilikuwa hali ya juu na rifiki ilikuwa hali ya juu. Moja katika mabadiliko ya Ramadhani Mtume ni asabru wa rifq. Subra ilikuwa hali ya juu sana, mpaka ikutoshe hadithi Mtume akisema fa isabahu ahad au qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im, yoyote akikutukana au kitaka kupigana na wewe, basi ombe hapa, na mimi ni mtu nimefunga, sitaki vita, sitaki kutukanana. Hiyo ni rifiki ya hali ya juu sana, hiyo ni sabri ya hali ya juu. Mtu akutukana usimrudishie, kitu hakiwezekani. Mara nyingi ukitukana na utataka kurudisha, utataka kufanya hivi, utataka kufanya hivi. Mtume
Mtume safari moja, kama masahaba walikuwa zingine hali zikashinda, Mtume alikuta mtu kimtukana Sayyidina Abubakar, akamtukana Mtume yuko tu, Sayyidina Abubakar amenyamaza. Ilipofika Sayyidina Abubakar, yale matusi yamefika kooni kileleni, akasema bana, huyo ametukana sana, ngoja nimjibu. Naye kaima sauti akamjibu moja. Alipomjibu Mtume sasa akaondoka. Abubakar shaka akamwambia Rasulullah, kamlaumu mimi nimetukana muda wote, wewe umenyamazia tu, uko hapo umeketi. Mimi nilipoanza kujibu ndio umeondoka mkono zako. Yaonekana akamwambia la, ulipokuwa wewe watukana na nikimuona Jibril akikujibia kwa sababu wewe umenyamaza, ndio faida. Ule mtu alikutukana ukanyamaza, wajibiwa wewe na malaika. Akawa anaona Jibril akikujibia, lakini wewe ulipoinuka na ukamtawalisha shetani, ukainuka ukamjibisha yule, nyote wawili mmemtawalisha shetani. Mahali ukipo shetani, mimi sikai, ondoka. Ndio maana tunaondoka. So nyote wawili, kila mmoja huyo mpandishe shetani na wewe mpandishe shetani. Kwa hiyo rifiki na sabiri ilikuwa ya hali ya juu sana, na ndio hivi alivyowalea Mtume masahaba. Masahaba walileleka na mengi, walikuwa na tabdili ya Ramadhani. Hata ile tarawih kuiweka Sayyidina Umar ni moja ya tabdili ya ruhania, tabdili za kiroho. Sayyidina Umar alitaka watu wakusanyike pamoja, wawe na ibada ya pamoja, wawe katika Ramadhani wamekusanyika watu katika hali moja. Ndio kairudisha tarawih kwa jamaa ndani ya msikiti, ikawa akipita katika ile tarawih yaswaliwa msikitini alikuwa akiona raha, mpaka akisema ni'matul bid'atu hadhi. Hii ndio bid'a nzuri ya kwamba niliweka ni hii ya kuswalia tarawih kwa jamaa. Kwa hiyo alikuwa akipenda Sayyidina Umar, ndio maana katika tabdili za masahaba. Masahaba walileweka hivi, wakawa katika kutoa walikuwa na wao wafuata Mtume katika mabadiliko. Abdullah ibn Umar siku moja amekaa naye katika kula, alikuwa akifuturisha sana watu. Amekaa katika kula, siku hiyo amekosa mwenye kumfuturisha, amekaa nyumbani. Sasa ile wajiba yake aliwekewa sahani yake ula, mwenda kugonga mlango, akiangalia nani, ikawa ni yatima. Akafungua mlango, akatukua ile sehemu yake yote akampa yeye, na ilikuwa amekula kidogo tu ndio anza kula, akampa yeye ile sehemu yake yote. Akarudi zake, akaendelea siku ile, ndio daku lake ndio kabisa, ndio akaendelea somo siku ya pili. Hakula tena, alimpa wajiba yake yote, akampa yule yatima ambao kwamba alikuja akagonga mlangoni. Masahaba walikuwa wakishindana katika kusoma Qur'ani katika Ramadhani, tabiina wakishindana. Alimamu Shafi'i alikuwa akisoma khitma 60 ndani ya Ramadhani, yani kila siku juzu mbili, misahafu miwili, kila siku misahafu miwili. Misahafu miwili si juzu mbili wala si sura mbili, misahafu khitimisha mara mbili, mchana khitma na usiku khitma, wakishindana katika kusoma Qur'ani na kwenda kwa Ali Zainul Abidin katika tabiina alikuwa akitoa sana katika Ramadhani kuliko katika siku zingine. Akienda usiku akizunguka majumbani akibeba gunia la chakula akiweka milangoni katika maskini. Watu asubuhi wakifungua mlango kukuta chakula wamewekewa mlangoni, wakaingiza ndani, hawajui ndani ya Ramadhani zote anawapa chakula nani. Siku ya kufa Ali Zainul Abidin, wakati akioshwa akaonekana alama ya sugu katika maungo ya ile gunia alikuwa akilibeba akipeleka akiaga. Watu ndio wakatambua yule alikuwa akitokea chakula, kumbe ni Ali Zainul Abidin ndio akitokea chakula milangoni. Watu wabadilika, Ramadhani hujibadilika. Sisi mbona hatutaki kubadilika? System yetu tarawih ile ile triangle, tukianza chini wa wengi, tukipanda juu punguo triangle kule juu imamu na mamu, kifika mwisho wa Ramadhani sote tunaacha. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mabadiliko yake ya Ramadhani ya mwisho ni kuwa ilikuwa ikifika 10 la mwisho
jadda wa shadda al-mihzar, hujikaza zaidi, hufunga kibogwe au hufunga kikoi chake kile, manake akajikaza. Kisha sitoshe, waalikadha ahla, akiwaamsha mpaka wake zake. Haya mkeni ni wakati wa tahajjud, ni siku za hakuna kulala, hakuna nini. Akiwaamsha wake zake wakiswali tahajjud, wakisoma, wakifanya ibada, hujikaza zaidi. Kwa hiyo sisi nataka tuwe na mabadiliko, ndio dini inavyotaka, na mabadiliko haya yawe yataendelea, tuwe tutakuwa nayo katika siku zote. Mabadiliko haya tubadilikeni, sio Uislamu wetu ni ule ule tu, tumebaki pale pale. Tutakuwa kama maji yaliyotuama, ile maji yakipita yageuka mengine mapya, yaja mengine mapya, yaja mengine mapya. Ndio tuwe tutazunguka katika mabadiliko, katika kubadilika. Mwaka mzima tuwe tubadilika, tabia zabadilika, akhlaqi zabadilika, shile kukaa katika ibada kubadilika. Tuwe na mabadiliko aina, ndio inapotaka dini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari naye kutubadilisha, kama aya tuliyosoma mwanzo, ila man amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Tukitaka tubadilishe sayiat zetu ziwe hasanat, mpaka na sisi tukubali kubadilika. Tukibadilika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatubadilisha. Hapa na mimi nikome, kwa sababu tumeambiwa swala ni saa 7:30 ndio uswaliwa. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'i al-matrudin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati